Yes, bana mtazamaji wa Anuari TV, karibu tena kwenye The Golden Boot. Hapa tunakutana kujadili taarifa mbalimbali za kimichezo. Leo hii taarifa kubwa ni taarifa kutoka katika kambi ya Simba Sports Club ambao wametoa taarifa kwa umma kwamba wamehamia katika uwanja wa KMC Complex baada ya kuwa wamecheza mechi kadhaa za nyumbani kwenye msimu huu wa ligi kuu ya soka Tanzania bara, msimu huu wa mwaka 2025 2026 katika uwanja wa Meja Jenerali Samuyo, uwanja ambao unapatikana huko nje kidogo ya mji wa Dar es Salaam, Mbweni, kambini katika kikosi cha JKT Tanzania. Sasa Simba Sports Club wametoa sababu kwamba sababu za kuhama kutoka katika uwanja wa Meja Jenerali Samuyo kuelekea KMC Complex ni kujaribu kupunguzia matumizi makubwa uwanja huo wa JKT Tanzania wa Meja Jenerali Samuyo kutokana na changamoto za miundombinu ambayo imeathiriwa kwa kiasi kikubwa na hali ya hewa ya mvua ambayo inaendelea kunyesha kwa kasi kubwa sana na kwa wingi katika mkoa wa Dar es Salaam. Sasa nataka nikufahamisha hapa kiwango labda cha Simba ambacho wamekuwa wakikionyesha katika uwanja huu wa Meja Jenerali Samuyo na impact ambayo tutakwenda kukutana nayo tofauti na mazingira ambayo alikuwa ameyazoea msimu huu katika uwanja huo kuelekea katika uwanja wa KMC Complex. Kwanza kabla sijakufahamisha hayo, unabidi ufahamu kwamba msimu huu Simba Sports Club uwanja wa KMC Complex utakuwa ni uwanja wa tatu nyumbani ambao Simba wanautumia msimu huu wa ligi 2025 2026. Uwanja wa kwanza kama unakumbuka, Simba Sports Club waliupendekeza uwanja wa Taifa, uwanja wa Benjamin William Mkapa, lakini waliutumia uwanja huo katika michezo miwili tu ya mwanzoni ya ligi kuu ya soka Tanzania bara. Mchezo wa kwanza dhidi ya Fountain Gate na mchezo wa pili ambao waliutumia uwanja huo wa Taifa katika mchezo dhidi ya Namungo. Michezo yote hiyo miwili wakipata matokeo ya ushindi wa magoli 3-0. Baada ya hapo uwanja huo ukatangazwa kufungiwa kwa ajili ya marekebisho. Then Simba wakaomba kuutumia uwanja wa JKT Tanzania, uwanja wa Meja Jenerali Samuyo. Kwa nini nazungumza JKT Tanzania? Kwa sababu JKT Tanzania ndo timu mwenyeji wa uwanja huo wa Meja Jenerali Isamuyo, na katika uwanja huo nikufahamishe tu ni uwanja ambao msimu huu umekuwa ukitumiwa na timu tatu tofauti, timu mbili za ligi kuu, lakini timu moja ambayo inashiriki ligi kuu ya soka ya wanawake nchini Tanzania, JKT Queens. Sasa ni uwanja ambao umekuwa ukitumika sana, na ni uwanja ambao kama unafahamu upo katika mipango ya kutumika kama kituo cha mazoezi kuelekea mashindano ya AFCON ambayo yanaandaliwa Afrika Mashariki na Kati, na Tanzania ni miongoni mwa mataifa ambayo yataandaa AFCON mwaka 2027. Sasa uwanja huo wa Meja Jenerali Samuyo ni uwanja ambao miundombinu yake inapaswa kuendelea kutunzwa na kuimarishwa zaidi kwa ajili ya kipindi hicho cha AFCON kitakapoanza, ili timu ambazo zitaweka kambi yake katika mkoa wa Dar es Salaam ziweze kutumia uwanja huo kama sehemu ya uwanja wa mazoezi. Kwa hiyo ni jambo la busara ambalo Simba Sports Club wamelifanya kwa sababu ya uwanja huo kutokidhi ama kutoweza kuhimili hali ya hewa ya mvua, na unafahamu ni uwanja wa nyasi asilia. Uwanja wa nyasi asilia huwa haupaswi kuwa overused ama kutumika sana, kwa sababu ni nyasi ambazo haziwezi kuhimili overload ya michezo yenye mikiki mingi. At least ungekuwa ni uwanja ambao ni hybrid ama artificial pitch, ungeweza kuhimili hiyo mikiki. Nikizungumza hybrid nazungumza uwanja ambao surface yake ama nyasi zake zimechanganyika kuwa nyasi asilia baadhi kwa uchache, lakini pia una mchanganyiko pia wa nyasi bandia kwa uchache. At least ni viwanja ambavyo ni all weather condition, ama ni viwanja ambavyo vinahimili hali zote za hewa, iwe mvua iwe jua na hali kama hizo. Kwa hiyo mpaka hapo umeelewa concept ya Simba walipoanza kutumia viwanja vyao vya nyumbani, lakini pia umeelewa kwa nini wanahama uwanja huo. Ni kwa ajili tu ya kupunguzia matumizi kutokana na changamoto za hali ya hewa, mvua ambazo zinaendelea kunyesha kwa wingi katika mkoa wa Dar es Salaam. Nikufahamishe tu sasa kwamba rekodi za Simba katika uwanja wa Meja Jenerali Samuyo ni wao, nimekuambia
mpaka msimu huu umefikia hapa, Simba wamecheza mechi 10 za nyumbani. Mechi 2 zitoe ambazo walizicheza katika uwanja wa Taifa, mechi ya Fountain Gate na ya Namungo, then wanasaliwa na michezo 8 ambayo wameicheza katika uwanja wao wa nyumbani ambao huo ulikuwa ni uwanja wa Meja Jenerali Samuel. Sasa katika michezo hiyo 8, michezo 2 wamepata sare katika uwanja huo wakiwa wenyeji katika uwanja wa nyumbani wa Meja Jenerali Samuel. Michezo hiyo 2 ambayo walipata sare ni mchezo dhidi ya Mtibwa Sugar, lakini mchezo mwingine ambao walipata sare katika uwanja huo ni mchezo dhidi ya Young Africans. Mchezo wa Mtibwa walipata sare ya goli 1-1, lakini mchezo wa Yanga mchezo ulimalizika kwa sare ya magoli 2-2. Kwa hiyo wakawa wamebakiwa na michezo 6. Ina maana katika mechi 8 ambazo wamecheza katika uwanja wa Meja Jenerali Samuel kama timu mwenyeji, Simba Sports Club wameshinda michezo 6, wamepata sare katika michezo 2. Mchezo ambao wameshinda dhidi ya Mashujaa, walimfunga JKT juzi, wakamfunga TRA, wakamfunga Coast Union, wakamfunga pia Mbeya City wakiwa wanacheza katika uwanja wa nyumbani. Kwa hiyo wanahamia KMC Complex wanahamia KMC Complex wakitoka Meja Jenerali Samuel, uwanja ambao hawajapoteza mchezo hata mmoja wakiwa mwenyeji. Kumbuka Simba Sports Club msimu huu wamepoteza mechi 1 tu katika michezo yao 21 ambayo wameicheza, na mchezo ambao walipoteza ulikuwa ugenini dhidi ya Azam FC. Sasa katika uwanja wa Meja Jenerali Samuel katika uwanja wa KMC ambapo wanaelekea ndio uwanja ambao kama mnavyokumbuka msimu wa mwaka 2024-2025 Simba ile ya kina Ahua, Simba ile ya kina Leonel Ateba, Simba ya kina Dese Mukwala na kina Fabrice Ngoma ndio iliutumia uwanja huo wa KMC Complex kukusanya alama zao zaidi ya 78 ambazo ziliwafanya malize ligi kuu soka Tanzania bara msimu uliopita wakiwa katika nafasi ya 2, na nusu ya alama hizo walizikusanya katika uwanja wa nyumbani wa KMC Complex. Katika uwanja huo wa KMC Complex msimu uliopita, rekodi zinaonyesha kwamba Simba Sports Club alicheza hapo mechi 13 za nyumbani. Toa mechi 1 ya 14 ambayo alicheza akiwa ugenini dhidi ya Yanga. Alicheza akiwa nyumbani kwa sababu aliutumia uwanja wa Taifa kama uwanja wake wa nyumbani, mchezo ambao Simba walipoteza kwa goli 1-0. Michezo mingine iliyofuatia ambao alicheza nyumbani michezo 13, mnyama Simba alishinda michezo 12 ya nyumbani akiwa katika uwanja wa KMC Complex, na mchezo mmoja tu ndio alitoka sare, mchezo wa ligi katika uwanja huo wa KMC Complex, na sare yenyewe alipata sare ya magoli 2-2 dhidi ya Coastal Union Wanamangush. Kwa ni uwanja ambao pia wana Simba hawapaswi kuwa na wasiwasi, ni uwanja ambao una rekodi za kuibeba Simba, na michezo ambayo imesalia Simba katika ligi kuu sio mingi sana, na natumaini kwamba bado wana nafasi kubwa sana ya kuendelea kufanya vizuri katika uwanja huo wa KMC Complex. Bana, mimi naitwa Shabel Daniel. Endelea kufuatilia taarifa zetu mbalimbali kutokea hapa Anuari TV. Mpaka wakati ujao.